Saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana, natumaini unaendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe, uhuru wa Yesu. Karibu katika kipindi cha Sauti ya Maarifa na Uponyaji, kipindi ambacho kinaanza majira haya mpaka saa 3 na dakika 50 tutakuwa tumeishia hapo kwa siku ya leo. Karibu sana, na hii leo nipo na mwalimu Montana ambaye atatuongoza kwa siku ya hii leo. Karibu sana mwalimu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo tena. Tulipotea kidogo, lakini kwa neema ya Mungu tumerudi tena kwenye kipindi chetu cha Sauti ya Maarifa na Uponyaji. Naomba tuombe kabla hatujaanza. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya uaminifu wako, asante kwa wema wako, asante kwa mkono wako wenye nguvu, asante kwa sababu wewe unatupenda, asante kwa sababu wewe unatuwazia mawazo mema na mawazo ya amani. Jina lako libarikiwe milele. Jina lako litukuzwe milele. Jina lako liinuliwe milele. Maana hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni wa kwanza na wewe ni wa mwisho. Wewe ni Alfa na wewe ni Omega. Katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako e Bwana. Nalitukuza jina lako e Bwana. Ninaomba damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani itusafishe na itutakase katika roho zetu, katika nafsi zetu na katika miili yetu. Ninaomba e Bwana kwa ajili ya huyu ndugu yangu anayenisikiliza, tufunulie fahamu zetu Bwana, tupate kuelewa na maandiko katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Ninaitwa Mwalimu Montana Mpeleta. Karibu kwenye kipindi cha mafundisho ya neno la Mungu kinachoitwa Sauti ya Maarifa na Uponyaji. Tulipotea kwa muda na tunamshukuru Mungu, sasa tumerudi tena. Somo ambalo tutaanza nalo, series ya somo ambalo tutaanza nalo, unaweza kukamata Biblia yako na daftari na ukaandika. Somo linasema uhusiano wa ulimwengu wa roho na hatima ya maisha yangu. Uhusiano wa ulimwengu wa roho na hatima ya maisha yangu. Kama unaandika, andika uhusiano wa ulimwengu wa roho na hatima ya maisha yangu. Pale mwishoni nitakupa namba yangu ya simu ili niweze kuomba na wewe. Kwa katika hili somo nataka ni kuonyeshe uhusiano uliopo kati ya ulimwengu wa roho na hatima ya maisha ya mtu. Hatima ya maisha ya mtu inategemea sana ulimwengu wa roho. Hatima ya maisha ya mtu inategemea sana ulimwengu wa roho. Ili hatima ya maisha yako iwe nzuri, inategemea sana ulimwengu wa roho. Ukiujua ulimwengu wa roho na ukijua jinsi ya kuoperate kwenye ulimwengu wa roho, hiyo itasaidia hatima yako iwe nzuri. Kuna watu wengi sana ambao walivyoumbwa na Mungu, Mungu aliwakusudia hatima kubwa sana. Lakini kwa kutokujua mahesabu ya ulimwengu wa roho, kupitia ulimwengu wa roho hatima zao zimevurugwa. Aliumbwa aje kuwa mfanyabiashara, aliumbwa aje kuwa mhubiri mkubwa, aliumbwa aje kuwa injinia au awe daktari. Hiyo ndo hatima yake. Kwa sababu tunaposema hatima, tunazungumzia mtu kuishi kile ambacho Mungu alimkusudia akiishi. Sasa kinachotokea kwenye ulimwengu wa roho, inavurugwa ile hatima ya yule mtu. Alikusudiwa ukuu lakini haishi kwenye ukuu. Sasa kuna uhusiano mkubwa sana uliopo kati ya ulimwengu wa roho na hatima ya maisha ya mtu. Naomba tujifunze kwa mtiririko huu. Andika namba 1. Nini maana ya ulimwengu wa roho? Tunaposema ulimwengu wa roho, unaelewa nini? Nini maana ya ulimwengu wa roho? Au tunaposema ulimwengu wa roho, unaelewa nini? Moja ya Kirumi. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana kwa macho, lakini unaamua hatima ya ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana kwa macho haya ya nyama, lakini ni ulimwengu ambao unaamua hatima ya ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ndio unaoamua hatima ya ulimwengu wa mwili.
Naomba kabla sijaendelea ile 2 ya Kirumi ni tusome ile Waefeso sura ya 2 na ule mstari wa 6. Tusome kitabu cha Waefeso ile sura ya 2 na ule mstari wa 6. Na kwenye kitabu cha Waefeso unakutana na mistari mingi sana ambayo Paulo anazungumzia kuhusu ulimwengu wa roho. Nimejaribu kutafuta, nimegundua Paulo ndiye ambaye ameelezea sana kuhusu ulimwengu wa roho. Na hili neno la ulimwengu wa roho unalikuta sana kwenye kitabu cha Waefeso. Utakutana na sura nyingi sana ambazo zinazungumzia kuhusu ulimwengu wa roho. Sasa wacha nikusomee kile kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 6. Na baadaye pale nitakusomea kitabu cha Waefeso ile sura ya 6 ule mstari wa 12. Lakini kwa sasa tuangalie kile kitabu cha Waefeso ile sura ya 2 na ule mstari wa 6. Tutaona pale jinsi Paulo ambavyo anazungumza kuhusu ulimwengu wa roho. Anasema hivi: akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Sasa kwenye hii Waefeso kuna sura nyingi na mistari mingi ambayo ukiipitia utaona ambavyo ulimwengu wa roho unazungumzwa. Kwa mfano ile Waefeso 1:3 utakuta pale anasema kuhusu ulimwengu wa roho. Waefeso 1:20 utakuta pale anasema kuhusu ulimwengu wa roho. Lakini pia Waefeso 3 mstari wa 10 utaona pia anasema kuhusu ulimwengu wa roho. Na ile Waefeso 6 mstari wa 12 utaona pia anazungumza kuhusu ulimwengu wa roho. But now tuangalie ile Waefeso 2 mstari wa 6. Akatufufua pamoja naye. Nani? Yesu alitufufua pamoja naye. Tunapookoka Yesu anakuwa ametufufua pamoja naye. Paulo anasema akatufufua pamoja naye, alafu akatuketisha pamoja naye. Wapi? Katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Asa kwenye hii mistari ambayo nimekutajia ni uthibitisho kwamba kuna ulimwengu wa roho. Na ndio maana nimekuelezea ile kwenye Roman 1 kwamba ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana. Yaani hauonekani kwa macho ya kawaida, lakini huu ulimwengu unaamua hatima ya ulimwengu wa mwili. Sasa Yesu alitufufua pamoja naye, au kwa maneno mengine unapookoka unakuwa umefufuliwa pamoja na Yesu, alafu anakuketisha pamoja naye Yesu katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo katika ulimwengu wa mwili unaweza kuwa unaonekana upo kawaida, tunakuona hivi, unafanya shughuli zako, huna cheo chochote, lakini katika ulimwengu wa roho unavomkubali Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unapobatizwa katika ulimwengu wa roho unaketishwa pamoja na Yesu. Unaketishwa pamoja na Yesu kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa kawaida tunakuona kabisa wa kawaida kabisa, lakini katika ulimwengu wa roho umeketishwa pamoja na Yesu. Haleluya. Anasema kwenye ile naulia tena Efeso 2 mstari wa 6, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Kwa moja, nataka ujue kuna ulimwengu wa roho, lakini mbili, unavompa Yesu maisha yako kwenye ulimwengu wa roho unakuwa umeketishwa pamoja na Yesu katika ulimwengu wa roho. Maana katika ulimwengu wa roho kuna ranki au kuna vyeo. Na ndio maana ukiendelea kusoma hiyo mistari utaona anasema ametuketisha juu sana kuliko falme na mamlaka na usultani. Unapompa Yesu maisha yako kwenye ulimwengu wa roho unaketishwa pamoja na Yesu. Kumbuka katika ulimwengu wa roho Yesu yuko juu kuliko mapepo. Yesu yuko juu kuliko majini. Yesu yupo juu kuliko wafuga majini. Yesu yupo juu kuliko waganga. Yesu yupo juu kuliko washirikina. Sasa unavompa Yesu maisha yako kwenye ulimwengu wa roho unakuwa umeketishwa pamoja na Yesu. Manake wachawi, waganga, wafuga majini wanakuwa chini yako. Nikurudisha pale kwenye tafsiri ya kwanza, ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana kwa macho, lakini ni ulimwengu ambao unaamua hatima ya ulimwengu wa mwili. 2 ya Kirumi. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa roho. Sijakosea. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao roho zipo. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao roho zinaoperate.
Ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao roho zinaishi. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao roho zinapatikana. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao roho zinafanya kazi. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa roho. Ukienda kwenye ulimwengu wa roho hutaukuta mwili, ila utakuta roho. Ulimwengu wa roho hakuna mwili unaoonekana kwa macho. Ulimwengu wa roho hakuna physical realm. Ulimwengu wa roho hakuna vitu ambavyo vinaonekana kwa macho ya kawaida, bali ni ulimwengu wa roho. Ni roho zina exist kule. Na lakini 3 ya Kirumi, ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao Mungu na shetani wapo, kwa sababu Mungu ni roho. Kwenye ile Yohana sura ya 4 anasema Mungu ni roho. Lakini pia shetani ni roho, na ndio maana shetani hatumuoni. Kwa nini hatumuoni? Kwa sababu ni roho. Roho hazionekani, lakini zipo kwenye ulimwengu wa roho na zinafanya kazi, na matokeo yake tunayaona kwenye ulimwengu wa mwili. Kumbuka hii tafsiri ya Romani 1 kwamba ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana kwa macho, lakini ni ulimwengu ambao unaamua hatima ya ulimwengu wa mwili. Roho zipo, shetani yupo. Kwa nini haumuoni hivi? Kwa sababu ni roho. Mungu yupo. Kwa nini humuoni kama ambavyo unamuona jirani yako huyu ambaye uko naye hapo, kama unavyomuona mke wako hapo au mume wako au watoto wako? Haumuoni kwa macho ya kawaida kwa sababu yeye ni roho. Ili uweze kumuona itakuhitaji uingie katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Najua hapo sasa umenielewa mpaka hapo. Nimekupa tafsiri 3. Roman 1 nimesema ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana kwa macho, lakini ni ulimwengu ambao unaamua hatima ya ulimwengu wa mwili. Na Roman 2 nikasema ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa roho. Ni ulimwengu ambao roho zipo. Ni ulimwengu ambao roho zinaishi. Ni ulimwengu ambao roho zinapatikana. Ni ulimwengu ambao roho zinafanya kazi. Na Roman 3 nikasema ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao Mungu na shetani wapo. Mungu ni roho, kwa yupo kwenye ulimwengu wa roho. Shetani ni roho, yupo katika ulimwengu wa roho. Malaika wapo. Unaweza ukaenda kwenye ukurasa wangu wa Facebook page, nimefundisha kuhusu malaika. Malaika ni roho, wapo. Kinyume cha malaika ni mapepo, kinyume cha malaika ni majini. Mapepo yapo, majini yapo. Twende namba 2. Pointi namba 2. Mwanadamu aliumbwa ili aishi katika maeneo mawili kwa wakati mmoja. Angalia kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 5 na ule mstari wa 23. Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 5 na ule mstari wa 23. Mwanadamu aliumbwa ili aishi katika maeneo mawili kwa wakati mmoja. Yaani wewe unatakiwa uishi katika ulimwengu wa roho, lakini pia unatakiwa uishi katika ulimwengu wa mwili. Unatakiwa uishi katika ulimwengu wa roho, at the same time uishi katika ulimwengu wa mwili. Asa ile Wathesalonike wa kwanza 5:23 anasema Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kwenye huu mstari nataka uone kwamba mwanadamu anayo roho, mwanadamu anao mwili, mwanadamu anayo nafsi. Wewe mwanadamu unayenisikiliza hapo, wewe ni roho, wewe unao mwili, lakini pia unayo nafsi. Mungu ni roho, hana mwili. Shetani ni roho, hana mwili. Utofauti wa shetani na mwanadamu upo wapi? Utofauti wa Mungu na shetani upo wapi? Mungu anayo roho na shetani anayo roho, lakini hawana mwili. Mwanadamu anayo roho na mwanadamu anao mwili. Sasa tunaposema roho, mwanadamu aliumbiwa roho, alipewa roho ili kupitia roho aishi katika ulimwengu wa roho. Lakini pia huyu mwanadamu alipewa mwili ili kupitia mwili aishi katika ulimwengu wa mwili. Ndio maana nikasema mwanadamu aliumbwa ili aishi katika maeneo mawili kwa wakati mmoja, at the same time aishi katika ulimwengu wa roho kupitia roho yake.
lakini pia huyu mwanadamu aishi katika ulimwengu wa mwili kupitia mwili wake. Sasa unaposoma katika uumbaji, unaona katika kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3, dhambi iliingia ulimwenguni. Dhambi ilipoingia ulimwenguni, mwanadamu akawa disconnected kwenye ulimwengu wa roho. Mwanadamu akawa amekufa kwa jinsi ya rohoni. Na ndio maana ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, utaenda kusoma kasoma ile sura yote, utaona baada ya kuwa Adamu wamefanya dhambi na Hawa, Mungu anaingia bustanini, anauliza Adamu, uko wapi? Kwa nini Mungu aseme uko wapi? Mungu alikuwa anamtazama Adamu katika ulimwengu wa roho, kwenye nafasi aliyompatia kwenye ulimwengu wa roho. Alipofanya dhambi, akawa ameondoka kwenye ile nafasi ambayo alipewa akae kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho akawa anaitwa amekufa. Ndio maana ile Waefeso 2:6 anasema akatufufua pamoja naye. Alitufufua wapi? Katika ulimwengu wa roho. Kwa nini? Kwa sababu dhambi ilipoingia kwenye ulimwengu wa roho, tukawa tumekufa, na Yesu anapokuja akaja akatufufua katika ulimwengu wa roho. Dhambi ilipoingia, Adam akawa amekufa katika ulimwengu wa roho. Kuna aina 3 ya vifo. Aina ya kwanza ya kifo inaitwa potential death. Ni ile ni kile kifo ambacho mtu anakuwa yuko hai. Utaona kwenye kitabu cha Ufunuo anasema una jina la kuwa uko hai na wewe umekufa. Utaona huyu mwanadamu yuko hai lakini amekufa, maana yake potential, vile vitu vya thamani ambavyo Mungu alimuumbia navyo vimekufa. Unakuwa tu kama boksi, unakuwa si mtu ambaye mwenye impact, unakuwa sio mtu mwenye matokeo, potential zako zimekufa. Hicho ni namba moja ya kifo. Namba 2 ni physical death. Ni kifo ambacho mtu anakufa kabisa, unaondoka duniani, unakufa, mwili na roho vinatengana. Mwili na roho vinatengana, tunauzika mwili wako. Hiyo ni aina ya pili ya kifo. Alafu aina ya 3 ya kifo ni kifo cha mtu kutengana na Mungu. Ni kifo cha mtu kutengana na Mungu, ni kufa kiroho. Kwa dhambi ilipoingia, huyu mwanadamu akawa amekufa kiroho, akawa ametengana na Mungu. Asa maana yake akawa ametoka kwenye ulimwengu wa roho, amebaki katika ulimwengu wa mwili. Mwanadamu aliumbwa aishi katika maeneo mawili kwa wakati mmoja, lakini dhambi ilipoingia ikamdisconnect kwenye ulimwengu wa roho, akabaki kwenye ulimwengu wa mwili peke yake. Haleluya. Na ili huyu mtu aweze kuona mafanikio, ni lazima awe active kwenye ulimwengu wa roho, lakini pia awe active kwenye ulimwengu wa mwili. Wanadamu wanaofanikiwa kwenye uchumi, kwenye siasa, kwenye biashara, kazini, ni wale ambao wapo active kwenye ulimwengu wa roho, lakini pia wapo active kwenye ulimwengu wa mwili. Ndio maana Adam alipokufa kwenye ulimwengu wa roho, matokeo tukayaona kwenye ulimwengu wa mwili. Na ndio maana nimekupatia tafsiri, ulimwengu usioonekana kwa macho, lakini unatawala au unaamua hatima ya ulimwengu wa mwili. Alipokufa kiroho, Ngoja nirudi nyuma kidogo. Utaona Mungu anamwambia Adam kwamba tunda la mti wa katikati msile, ni tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na anamwambia siku ambayo utakula hilo tunda utakufa hakika. Adam akala lile tunda, hatumuoni akifa saa ile, alikufa baadaye baada ya miaka kadhaa, lakini saa ile akufa. Kifo kilianzia wapi? Kifo kilianzia kwenye ulimwengu wa roho. Ukishakufa kwenye ulimwengu wa roho, lazima tutaona matokeo kwenye ulimwengu wa mwili. Adam alipokufa kwenye ulimwengu wa roho, baada ya miaka kadhaa tukaona matokeo, ikaja physical death. Inaanza spiritual death. Ukifa kwenye ulimwengu wa roho, physical death itatokea tu mapema. Dhambi ilipoingia, Adam akawa amekufa kwenye ulimwengu wa roho, hana uwezo wa kuoperate kwenye ulimwengu wa roho. Kipi kilitokea? Kuna maeneo mawili ambayo yaliathirika ya mwanadamu. Eneo la kwanza ambalo mwanadamu aliathirika ni eneo la uchumi. Eneo la kwanza ambalo mwanadamu aliathirika ni eneo la uchumi. Ndiposa utaona Mungu anamwambia utakula kwa jasho. Utakula kwa jasho, maana yake Adamu atastruggle kutafuta mapato, kutafuta kipato, kutafuta fedha, kutafuta chakula, atastruggle. Lakini pia eneo la pili ambalo liliathirika baada ya dhambi kuingia ni eneo la uzao, ni eneo la uzazi. Ndio maana utaona anaambiwa Hawa kwamba utazaa kwa uchungu, utazaa kwa uchungu. Unaona, ni eneo la uzazi linaathirika. Ndio maana
mara nyingi sana wenye matatizo ya uzazi ni wanawake, na mara nyingi sana inapotokea kwenye familia kuna shida ya uzazi, watoto wanasumbua, watoto wamekuwa wavuta bangi, lakini pia inapotokea kwenye familia akakosekana mtoto, familia ikakosa uzao, anayeumia ni mwanamke zaidi kuliko mwanaume. At the same time inapotokea kwenye familia uchumi unakuwa mgumu, anayeumia zaidi ni mwanaume. Hasa na haya yote yalitokea baada ya Adam kuvuruga, baada ya Adam kuwa amekufa kwenye ulimwengu wa roho. Alipokufa tukaona matokeo kwenye ulimwengu wa mwili, ukapigwa uchumi, lakini pia ukapigwa uzao. Up to day, hadi sasa, ili uweze kudominate uchumi ni lazima uwe powerful kwenye ulimwengu wa roho, lakini pia uwe powerful kwenye ulimwengu wa mwili. Ni lazima uwe active kwenye ulimwengu wa roho, lakini pia uwe active kwenye ulimwengu wa mwili. Na ndiyo maana utaona kuna watu wanaenda kwa waganga, utaona kuna watu wanatoa kafara, utaona kuna watu wanakuwa wanafuga majini, utaona kuna watu wanaenda kujiunga kwenye vyama vya waabudu shetani. Kipi wanatafuta? Spiritual power. You can't dominate, you can't success economically without spiritual power. Uwezi ukafanikiwa kwenye uchumi bila nguvu za kiroho. Ndio maana wale watu wanaenda kule kwa waganga ili wapate nguvu za kiroho. Mimi nipo kukwambia hapa kwamba sisi tunamtegemea Mungu. Kwenye ulimwengu wa roho kuna Mungu na kuna shetani. Kwa hiyo sisi tunakuwa tuende kwa Mungu, tupewe nguvu za kiroho kwa Mungu, alafu ndipo tuweze kudominate uchumi. Nifuatilie hili somo, litakusaidia sana, litakutoa mahali ulipo. Wewe mfanyabiashara ambao unanisikia, you need spiritual power. Unahitaji kuwa active rohoni. Wewe unayenisikiliza mfanyakazi, wewe unayenisikiliza upo mgodini kwenye madini, unahitaji spiritual power, nguvu za kiroho. Uwezi kufanikiwa kwenye madini bila nguvu za kiroho, unamhitaji Mungu. Mwanadamu aliumbwa kwa namna ambayo hawezi kufanikiwa bila msaada wa ulimwengu wa roho. Ndio maana wewe ambaye kwa Mungu haupo, kwa shetani haupo, utakuwa mtu wa kawaida. Utakufa vibaya, utakufa masikini, utakufa ukiwa fukara, hutakuwa wa maana hapa duniani, hutakuwa mkuu hapa duniani. Ili uwe mtu, kuna watu ambao hata wakiwa wamekufa Biblia bado wanaishi. Kuna watu wamekufa lakini matendo yao bado yanaishi. Kuna watu wamekufa lakini tunaona mpaka leo tunaona kazi zao zinaongea. Amekufa ameacha kampuni, amekufa ameacha biashara kubwa, bado anaishi. Ni wale watu ambao walikuwa active kwenye ulimwengu wa roho, lakini pia wakawa active kwenye ulimwengu wa mwili. Nipo kukuambia hapa, wewe unayenisikiliza, hujampa Yesu maisha yako, mpe Yesu maisha yako. Rudi kwa Mungu. Vile ambavyo hujampa Yesu maisha yako, maana yake katika ulimwengu wa roho haupo active. Maana yake katika ulimwengu wa roho umekufa. Nikodemu alimwendea Yesu kwa kujificha. Alimwendea Yesu usiku. Yesu alisema kwamba mtu hawezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili. Watu wakauliza wakasema, Bwana, yawezekanaje mtu mzima akarudi tumboni mama yake akazaliwa mara ya pili? Yesu akasema hivi, usipozaliwa kwa maji na kwa roho. Alikuwa anamaanisha kwamba kule roho yako inaamshwa kwa upya, roho yako inanunuliwa kwa upya, alafu inakuwa connected na Mungu. Alafu tunarudi kwenye ile Efeso 2:6, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye. Kwa hiyo kifo cha tatu nilikwambia, nimekutajia pale aina tatu za vifo. Kingine nikakwambia ni kifo cha mtu kutengana na Mungu. Wewe unayenisikiliza umetengana na Mungu, maana yake roho yako imekufa. Unapoamua kumrudia Yesu, unapoamua kumpokea Yesu mara ya pili, roho yako inaamshwa tena, unakuwa umezaliwa mara ya pili, na katika ulimwengu wa roho unakuwa active tena. Na kule mbele nitaanza kukuelezea namna gani uwe powerful, namna gani uweze. Kuna mtu ananisikiliza hapo, wewe ni mfanyabiashara, unafanya biashara, nitakufundisha kule mbele namna gani uokoke, uwe na Mungu, uwe active rohoni, alafu uwe na nguvu kuliko wachawi, uwe na nguvu kuliko jirani yako wa hiyo frame ya jirani ambaye ameweka misukule dukani. Sasa wewe uwe na nguvu, maana Mungu wetu ana nguvu kuliko wachawi, ana nguvu kuliko wafuga majini, ana nguvu kuliko waganga, ana nguvu kuliko Freemason. Nitakufundisha namna gani uwe powerful kuliko huyo mchawi, namna gani uwe powerful kuliko waabudu shetani, namna gani uwe powerful kuliko huyo ambaye ameenda kwa mganga, namna gani uwe powerful kuliko yule ambaye ametoa kafara mtoto wake.
ametoa kafara mama yake, namna gani ufanye. Unapompa Yesu maisha yako, unazaliwa tena mara ya pili. Unapompa Yesu maisha yako, unaketishwa pamoja naye. Anakufufua Yesu, anakuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Na kule mbele nitakufundisha, utaona kabisa utakuwa na nguvu kuliko wachawi. Hutalogeka wewe, utakuwa unstoppable. Point namba 3, ulimwengu wa roho una mgawanyo. Ulimwengu wa roho umegawanyika katika maeneo mawili. Ulimwengu wa roho umegawanyika katika maeneo mawili. Roman 1, ufalme wa Mungu au ufalme wa nuru. Ufalme wa Mungu au ufalme wa nuru. Na Roman 2 ni ufalme wa giza au ufalme wa shetani. Sasa unapoenda kwenye ufalme wa Mungu, anayewakilisha ufalme wa Mungu ni Mungu mwenyewe. Na ukija kwenye ufalme wa shetani, anayemiliki ufalme wa shetani ni shetani mwenyewe. Kwa hiyo ulimwengu wa roho umegawanyika katika maeneo mawili. Kuna ufalme wa Mungu, lakini pia kuna ufalme wa shetani. Na ndio maana unapotaka msaada katika ulimwengu wa roho, unataka msaada katika ulimwengu wa roho upande upi? Wale waenda kwa waganga wanataka msaada ulimwengu wa roho upande wa shetani. Sikiliza nikwambie, tunaposema shetani yupo kabisa, yupo kabisa. Nguvu za giza zipo kabisa, zipo, ni halisi. Kwa unapoenda kwa waganga, maana yake unataka msaada kwa shetani kwenye ulimwengu wa roho. Tafsiri, mtu anapoenda kwa mganga maana yake nini? Anahitaji msaada katika ulimwengu wa roho, lakini upande wa shetani. Na sisi ambao tunamtegemea Mungu, tunafunga na kuomba, tunatoa sadaka, tunataka msaada kwa Mungu kwenye ufalme wa Mungu. Tunataka msaada kwenye ulimwengu wa roho upande upi? Upande wa Mungu. Haleluya. Sasa ile wa Efeso 6 mstari wa 12 anasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Kwa maneno mengine, vita vyetu si vya kimwili. Ile Biblia tafsiri njema anasema, maana vita vyetu si vita kati yetu na wanadamu. Si vita kati yetu na wanadamu, sio vita vya kimwili. Anasema bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kumbe tunapambana na falme, tunapambana na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya, lakini katika ulimwengu wa roho. Kumbe katika ulimwengu wa roho kuna falme, katika ulimwengu wa roho kuna mamlaka, katika ulimwengu wa roho kuna wakuu wa giza, lakini pia katika ulimwengu wa roho kuna majeshi ya pepo wabaya. Tunaposema falme manake nini? Tunaposema falme tunazungumzia boundaries au mipaka, tunazungumzia boundaries. Kwenye ulimwengu wa roho kuna falme. Tunapozungumzia falme, kuna yale mapepo ambayo yenyewe yanacheza na mji wa Mwanza. Kuna mapepo ambayo yanamiliki Mwanza tu. Ukitoka Mwanza hayo mapepo huyapati. Kuna mapepo ambayo yanamiliki kijiji, yanamiliki Bwiru tu. Ukitoka tu Bwiru hayana habari na wewe. Ukiwa Bwiru yatapambana na wewe. Na kuna yale ambayo yanamiliki tu Mwanza. Ukitoka Mwanza hayana habari na wewe. Njia nyingine ya kuyashinda haya mapepo, kuhama eneo. Ukihama tu Mwanza hayana habari na wewe. Yenyewe yanacheza na Mwanza tu. Na kuna yale ambayo yanamiliki Tanzania nzima. Hizi ndo falme. Na kuna yale ambayo yanamiliki Kongo, yale ambayo yanamiliki tu Kenya, na yale ambayo yanamiliki tu Uganda. Hizi ni falme. Anasema vita vyetu ni juu ya falme. Lakini pia mamlaka. Tunapozungumzia mamlaka, hizi ni kwa Kiingereza authorities. Hapa utakuta labda tuseme hivi, kuna wizara ya fedha, wizara ya ardhi, kuna wizara ya uvuvi. Sasa hizi ni mamlaka mbalimbali. Na ndiyo maana kuna mapepo ambayo yanashughulikia afya tu. Kuna mapepo ambayo yanashughulikia uchumi tu. Kuna mapepo ambayo yanashughulikia ndoa. Najaribu kukuelezea kuhusu ulimwengu wa roho ulivyo halisi. Haleluya. Yaani kama vile ambavyo kuna wizara ya maji, kuna wizara ya fedha, kuna wizara ya elimu. Hivyo kuna mapepo ambayo yanashughulikia na elimu tu. Kuna mapepo ambayo yanashughulikia na biashara. Kama sio mfanya biashara, haya mapepo hayana habari na wewe. Yanashughulikia ndoa. Kama wewe si mwana ndoa, hayana habari na wewe. Kuna yale ambayo yanashughulikia uzao.
Wewe kama ulishapita umri wako wa kuzaa, haya mapepo hayana habari na wewe. Na ndio maana kuna wale ambao wanafunguaga uzao, akifika miaka fulani ambayo muda wake wa kuzaa umepita, pepo zinamwachia. Haya. Lakini pia anasema wakuu wa giza. Hasa hawa ni wale ambao wanasimamia zile authorities au wanasimamia zile mamlaka. Tukasema kwamba kuna wizara ya maji. Hasa kuna wale wakuu wanaosimamia wizara ya maji. Tunasema kwamba kuna wizara ya fedha, kuna wale wakuu wa giza wanaosimamia wizara ya fedha. Hasa yale mapepo ambayo yanashughulikia ndoa, kuna wakuu wa giza wanaoshughulikia ndoa sasa. Haya. Lakini pia anasema majeshi ya pepo wabaya, majeshi. Kama vile ambavyo kuna jeshi la angani, kuna jeshi la ardhini, kuna jeshi la majini. In the spiritual realm, kwenye ulimwengu wa roho, kuna majeshi ya pepo wabaya. Kuna mapepo yenyewe yanakaa kwenye anga. Yaani hapa hewani hapa kwenye tunapozungumzia anga ni usawa kutoka kwenye ardhi hapo kupanda juu. Kwa hiyo hapa hewani hapa kuna viumbe. Ndio maana utakuta wale wasomaji wa Biblia unaona kwenye kitabu cha Danieli wakati ule malaika anapoenda kumpelekea ujumbe Danieli alizuiliwa pale angani. Alafu yale mapepo ule malaika anasema mkuu wa Uajemi alinizuia. Yale ni mapepo yaliyokuwa kwenye anga la Uajemi. Kuna mapepo yale yanatumika kuzuia maombi yako, kuzuia majibu yako ya maombi, yanacheza na anga. Alafu kuna mapepo ya ardhini yanakaa kwenye ardhi. Alafu kuna yale ambao yanakaa kwenye maji. Ndio utasikia majini. Kwa nini yanaitwa majini? Kwa sababu ni roho ambazo zinaishi kwenye maji. Tuna ziwa Victoria, kuna maroho kwenye ziwa Victoria. Ndio utasikia kuna miungu ya majini. Alafu ile ya ardhini utasikia kuna miungu ya ardhini kwenye miti, kwenye milima. Mtu wangu, hizi sio story, hii ni mambo halisi. Nifuatilia kwenye hii series, nataka uelewe vizuri ulimwengu wa roho. Watu wanaenda milimani, kuna jiwe kubwa, wanasema kuna miungu ya pale. Lakini pia utakuta kuna anga, ndo nimekuelezea pale kuna miungu ya anga. Nimekuelezea falme, mamlaka, wakuu wa giza, nikakuelezea hizi falme zinacheza na boundaries. Alafu kuna zile roho ambazo nimekuambia hizi falme zinacheza na boundaries. Kama inamiliki Mwanza, ukihama Mwanza umeyakimbia hayo mapepo. Yaani ndio maana kuna watu ambao ukikaa Mwanza utoboi. Ukihama Mwanza ukienda kijijini kwenu unafanikiwa. Na kuna wale ambao unakaa kijijini kwenu, kumbe kuna mapepo ya pale kijijini kwenu yanakuzuia usifanikiwe. Unapambana, siku umehama umekuja mjini, unafanikiwa mjini. Maana yake njia moja wapo ya kuyakwepa hayo unahama ile boundaries. Lakini kuna zile roho ambazo zenyewe zinacheza kwenye damu. Kuna ile miungu ya familia ile, utasikia mizimu. Ile nenda Ulaya liko na wewe. Nenda Uturuki liko na wewe. Nenda wapi? Yaani kama kufanikiwaga kijijini kwenu ukakimbilia Marekani. Kule Marekani wale wazee wapo. Ukilala usingizi wanakujia kwenye ndoto. Hizo ni roho, utasikia roho za mababu, utasikia mizimu. Sasa hii yote ni katika ulimwengu wa roho. Lakini habari njema nilizokuambia ni kwamba unapomwamini Yesu, unapompokea Yesu, unahamishwa. Alafu unaketishwa juu sana. Unaketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Manake unaketishwa na Yesu. Kwenye ulimwengu wa roho, Yesu yuko juu ya falme, yuko juu ya mamlaka, yuko juu ya wakuu wa giza, yuko juu ya majeshi ya pepo wabaya. Kwa unapomwamini Yesu, falme hizi zinakuwa chini yako, mamlaka hizi zinakuwa chini yako, wakuu wa giza wanakuwa chini yako, majeshi ya pepo wabaya yanakuwa chini yako. Brother unayenisikiliza, dada unayenisikiliza, baba unayenisikiliza, mama unayenisikiliza, hakuna namna kwenye haya maisha utaishi kuwa mshindi bila kuchagua. Ndio maana Yoshua anawaambia watu, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Kama ni miungu ya baba zenu itumikieni hiyo. Ngoja nikupe hii. Kwa nini wa Nigeria wanafanikiwaga sana wa Nigeria? Wa Nigeria ukimwona mtu muabudu shetani ni muabudu shetani kweli kweli. Na ukimwona mtu anaabudu Mungu kweli kweli. Lakini Waafrika wengi michanganyo. Wewe unanisikiliza, sikuna sali wewe. Unaenda kwa Mungu lakini kidogo kwa waganga unaenda kwa Mungu, uzinzi si unao. Wewe si mzinzi, wewe ni shahidi kabisa ni mzinzi. Wewe si muongo wewe si mzulumaji na ni mzee wa kanisa. Yaani manake wewe katika umongo wa roho ndio maana wachawi wanakuzidi. Ili uwe powerful wazidi wachawi. Wachawi ni kitu cha mtoto sana. Na nyinyi kama kuna mchawi unanisikiliza hapa, wewe ni shahidi.
kama kuna mganga unanisikiza hapa ni shahidi, Mungu wetu ni mkuu kuliko wachawi, ni mkuu kuliko waganga. Kwa nini kinafanya wewe Mkristo unakuwa dhaifu? Michanganyo. Kwa nini tunazungumzia kuhusu mizimu, miungu ya familia inakusumbua? Michanganyo. Yaani shetani mwenyewe anataka watu wanaoeleweka. Yaani shetani mwenyewe hataki watu wababaishaji. Kama umeamua kuwa devil worshiper, abudu kweli kweli shetani. Kama umeamua kumwabudu Mungu, abudu Mungu kweli kweli. Ili uwe icon hapa duniani, ili uwe victor kijana, ili uwe mtenda maajabu, chagua. Nyinyi vijana mnaopiga vinanda, michanganyo mingi. Unapiga kinanda, unaimba kwaya, una mademo watatu. Huwezi kuwa powerful, huwezi kuwa icon. Lazima ufike mahali kwenye ulimwengu wa roho uchague unaenda upande gani. Ukishajizatiti, ukishamchagua Yesu bila michanganyo, unakuwa juu ya falme, unakuwa juu ya mamlaka. Ndio maana ni aibu mtu wa Mungu kulogwa. Ni aibu. Hivi unajua kwa nini unaogopa wachawi? Tukitamka wachawi hapa unaogopa. Unaogopa wafuga majini. Ni kwa sababu una michanganyo brother. Yaani pombe kidogo, unatumia pombe kwa siri, alafu unajifanya Mungu unamtaka. Ueleweki. Leo tubu. Leo amua kukaa upande wa Mungu. Haleluya. Na kwa leo naomba tuishie hapa. Naomba nitaje namba zangu za simu. Ni 0746 144 630. Ningetamani nipokee simu angalau 2-3 hivi niombe na wewe.